sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la pili, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 16, aya ya kwanza hadi ya 13. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya pili, aya ya 23 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, "Tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato?" Akawaambia, "Hamkusoma popote alivyofanya Daudi alipokuwa na haja na kuona njaa, yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu zamani za kuhani mkuu Abiathari, akaila mikate ile ya uonyesho ambayo si halali kuliwa ila makuhani, akawapa na wenziwe." Akawaambia, "Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya leo. Mara nyingi tunajikuta tukikwama katika sheria na taratibu za kidini kiasi cha kusahau upendo na utu ambao ndio msingi wa imani yetu. Katika tafakari hii ya leo inayotoka kwenye Injili kadiri ya mwinjili Marko, sura ya pili, aya ya 23 hadi 28, tunamuona Yesu anapambana na mfumo wa kidini uliokuwa umeweka sheria mbele kuliko uhai wa mtu. Wanafunzi wa Yesu wanapita katikati ya mashamba ya ngano siku ya Sabato. Kwa sababu ya njaa wanavuna masuke, wanayafikicha na kula. Mafarisayo, yaani wataalamu wa sheria, hawakuwashitaki kwa kuiba, maana sheria ya Musa iliruhusu msafiri kula ngano ya shambani, bali waliwashitaki kwa kufanya kazi siku ya Sabato. Kwao kufikicha ngano kulionekana kama uvunaji na upuuzi wa sheria ya Sabato. Ndugu wapendwa, katika somo hili la Injili tunatambua kuwa Mungu ni wa mahitaji, si wa mifumo pekee. Yesu anawakumbusha kiasi cha Daudi. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 21, hii inafundisha kuwa mahitaji ya dharura ya mwanadamu kama njaa au ugonjwa yani kipaumbele kuliko taratibu za kidini za nje. Sheria ilitolewa ili kumsaidia mwanadamu na si kumwangamiza. Pia kusudi la Sabato, Yesu anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Mungu alitoa Sabato kama zawadi ya mapumziko. Mafarisayo walikuwa wameigeuza zawadi hii kuwa gereza la sheria na mizigo mizito. Ndipo Kristo Yesu anajitangaza kuwa Bwana wa Sabato. Hii ina maana yeye ndiye msafiri sahihi wa mapenzi ya Mungu. Kama Kristo yupo nawe, huna haja ya kuogopa sheria zilizowekwa na wanadamu zikakunyima amani. Katika tafakari hii tunajifunza mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza, dini isiyo na huruma ni batili. Je, unatumia imani yako kuwanyoshea wengine vidole au kuwasaidia katika shida zao? Kama sheria ya dini inakuzuia kumsaidia mtu anayeteseka, huyo si Mungu wa Biblia. Jambo la pili ni uhuru wa kweli. Kristo alikuja kutupa pumziko. Sabato ya kweli si siku tu ya juma, bali ni hali ya kupumzika ndani ya neema ya Kristo. Hacha kuhangaika kujitafutia haki kwa matendo ya sheria, ipokee neema. Na jambo la tatu ni kujali utu. Katika ulimwengu huu wa sasa, ulimwengu wa utandawazi,
Mara nyingi tunathamini mifumo, kazi na teknolojia zaidi kuliko watu. Somo hili linatukumbusha kuwa mtu ni muhimu kuliko kitu. Pengine umelemewa na sheria za maisha na unajisi mwenye hatia kwa kushindwa kutimiza matakwa fulani ya kidini. Kumbuka, Yesu ni Bwana wa Sabato. Yeye anajua njaa yako, anajua uchovu wako na anataka kukupa pumziko la kweli. Hivyo, tumkimbilie yeye aliye kweli ili tupate pumziko la kweli. Basi ndugu wapendwa, taifa la Mungu, tumuombe Mungu Mwenyezi aliye asili ya yote atusaidie kuelewa kuwa upendo ndiyo utimilifu wa sheria. Hivyo tusisimame kila wakati kuwahukumu watu kwa sheria zetu, bali sheria zetu zitusaidie kuwasaidia wengine, hasa wahitaji na watu wote ulimwenguni, ili kupitia sheria hizi tulizopewa na Mungu watu wote wazifurahie. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii mimi Frateli Pancras Daudi Pera wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana, neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha.